hapa kwenye makazi yangu, lakini nimeuacha kwa thamani yake kubwa ambao unapatikana na huu mti kwa faida kubwa. Mti huu una mambo mengi, ni dawa ya magonjwa, ni dawa inayotibu magonjwa nyingi katika mwili wa mwanadamu. Lakini leo nimewaletea dawa watu wenye kuwa na ugonjwa wa presha. Ikiwa wewe ndugu yangu, rafiki yangu, dada yangu utakuwa na ugonjwa wa presha, na najua 80% ni watu ambao wanakuwa wakidhurika sana na ugonjwa wa presha, kwa sababu mambo ni mengi ambao inakuwa inasababisha kumpelekea mtu akawa anagonjwa ugonjwa wa presha. Sawa, sina muda kabisa wa kuitaja, moja kwa moja niingie kwenye pointi. Ikiwa na tatizo ya ugonjwa wa presha unakusumbua sana, sawa, chugua mizizi, sio mzizi, chugua mizizi ya mua. Sawa, chugua mzizi ya mua. Sawa, kama unavyoiona hapo kwenye shina yake, unachugua mizizi yake. Baada ya kuchugua mizizi, unatakiwa kuichemsha kwenye maji ya nazi. Sawa, kwa lugha ya Kifaransa maji ya kukuti, usitie maji nyingine. Lakini kwenye kusafisha hii mizizi ndio utasafisha tu na maji ya kawaida ya nyumbani, lakini kwenye kuichemsha unatakiwa kuichemsha na maji ya nazi. Hakikisha unapata maji ya nazi ya kuenea hata lita 1, sawa, ama lita 2 ya maji ya nazi. Baada ya kupata hiyo lita 2 ya maji ya nazi, unachanganya na hiyo mizizi ya miwa, unachemsha. Sawa, baada ya kuchemsha hakikisha hiyo lita 2 ichemke, bakie lita 1. Kisha unatakiwa kuikunywa kutwa mara 3, asubuhi, mchana na jioni. Basi inatosha. Nenda kwa daktari ama nenda hospitalini uende upimwe ugonjwa wa presha. Haijalishi presha ya kupanda, haijalishi presha ya kushuka, presha aina yoyote ni utakuwa nayo, biidhnillahi taala itakuwa inatulia kabisa na utajihisi vizuri na unapata nafuu. Hii ni ahadi ambayo niliahidi ya kwamba nitakuja kusomesha hii somo, kwa sababu watu wengi matajiri wanagonjwa ugonjwa wa presha, hawana mida, fikra yao saa yote inatumika nguvu. Wengine wanakuwa na wanawake ambao wasikilize, na wengine wanakuwa na wanaume ambao hawapatie amani. Unajua hii yote ndio inakuwa sababu inapelekea watu wengi wanagonjwa ugonjwa wa presha. Msongo wa mawazo ukizidi sana, mtu anagonjwa ugonjwa wa presha. Mtu anaweza kuwa tatizo kwenye mapenzi, anakuwa anashikwa na ugonjwa wa presha. Sasa pamoja na yote, jambo la kwanza, tiba ya ugonjwa wa presha na ugonjwa wa moyo. Ukigonjwa sana ugonjwa wa estoma, sawa, ugonjwa wa estoma, moyo kuwa vidonda, dawa yake ya kwanza, jipatie amani. Ikiwa na jambo ambalo alikupatia amani, jitahidi sana kuufosi moyo wako ukupatie amani, hata kama lile jambo alikupe amani. Hata kama una mtu ambaye anakukosesha amani, jitahidi sana kuepukana na ule mtu au kuishi naye kwa kadri unavyomjua tabia yake. Jitahidi sana kumiliki tabia yake na upatie moyo wako amani. Hii itakuwa ni dawa sana. Lakini ukitumia dawa ya ugonjwa wa presha na ile hali wewe kile kinachosumbua fikra yako hujataka kukipatia mgongo ama kukidharau, elewa dawa yote, hata daktari atokee wapi, haiwezi kukusaidia. Sawa? Na shukuru sana, na wapenda na nawaomba mtakaposikiliza masomo yangu hii msisahau kuonesha alama yenu ya upendo, yani muna subscribe, muna comment, muna share, munawapatia faida wengine, na wewe pia mwenye kufata channel yangu, ili siku nyingine nikitoa somo usije ukakosa kufaidika. Asante sana na watakia kila la kheri. Aliyekuwa akizungumza ni ndugu yenu Al-Habib Sheikh Jibril toka nchi ya Kongo. Nawapenda sana. Ukitaka kunitafuta kwenye namba ya simu ili nikufasiri vizuri, kama utakuwa na swali kwenye video hii, nitaandika namba yangu ya WhatsApp na namba ya kawaida unatakiwa kunipigia. Sawa, na muda wote, hata ikiwa usiku, nitakuwa mimi na kuelekeza ama na kujibu kwenye maswali yenu. Karibuni sana vipenzi vyangu na wapenda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Kristo shalom. Amani ya Bwana iwe nanyi.